Katika watu wanafiki duniani, China na Russia namba moja. Wewe ukitaka kujua yule Russia naye ni mnafiki, tazama alivyomwacha Maduro. Nicolas Maduro namna alivyokuwa amemwacha. Alikuwa msaiba wake na alikuwa akimpa protection ya security. Lakini jamaa wameingia wameenda kumchukua kama kuku, kisha Russia kakaa kimya. Mtazame yule Bashar al-Assad yule. Russia alikuwa mshirika wake, lakini walipoingia wa Marekani na yale makundi ya IS, Russia kamwacha Bashar al-Assad. Leo kampa ukimbizi katika nchi yake, anaishi Russia. Kwa nini kashindwa kwenda kumsaidia kupambana na Marekani? Akaangushwa. Kwa hiyo naye hana urafiki wa kudumu. Yaani mataifa mengi duniani wanapinga Jerusalem kuwa ndio mji mkuu wa Israeli, lakini Trump alitamka hilo. Ndio maana unaona katika moja ya mikakati ya Trump, nitakuja huko mbele nitawaambia, katika moja ya mikakati ya Trump ni kuhakikisha Middle East nzima inakuwa katika mikono ya Wamarekani. Na mtu pekee aliyebakia anayemsumbua Marekani ni Muirani peke yake. Na akifanikiwa kumwangusha Muirani, maana yake Middle East nzima inakuwa kwenye mikono ya Marekani. Ndio maana mnaona hata juzi Marekani aliingia na Mwisraeli waliingia Irani, wakatengeneza maandamano feki ya watu feki. Lengo ni kufanya sabotage kwenye taifa la Irani ili kupindua serikali iliyokuwepo, warudishe vibaraka wao. Unajua Iran ilipinduliwa. Ilipinduliwa toka enzi ya mfalme Shah. Al-Khamenei wakati inakuja kupinduliwa Iran 1978, Iran inakuja kuondosha ufalme wa utawala wa kifalme na kuja kutawaliwa na Mashia. Wakati huo Iran ilikuwa ipo chini ya Waingereza, ilikuwa ipo chini ya Ulaya, na yule mfalme alikuwa anaobei, anatii maagizo kutoka Ulaya, alikuwa ni puppet. Na hata haya yaliyotokea juzi Irani ulikuwa ni msukumo wa mtoto wa yule mfalme wa mwanzo aliyekuwa akiitawala Iran, na yeye ni katika miongoni mwa watu waliokuwa wanachochea haya maandamano ili utawala ule wa Al-Khamenei uanguke, waingie wale vibaraka wa Marekani na Waingereza. Kwa hiyo mtu pekee aliyebakia anayemsumbua Marekani ni Iran. Kashamwekea kila aina ya vikwazo. Kila aina ya vikwazo vivijua wewe. Na juzi Trump nimemuona anatangaza kuongeza ushuru wa 25% kwa nchi yoyote itakayokuwa inafanya biashara na Iran. Yaani kwa mfano kama Tanzania tunafanya biashara na Iran, basi ujue kama unafanya biashara na Marekani amekuongezea ushuru wa 25%. Kitu ambacho unaposikia ushuru wa 25% kwenye biashara na Marekani, maana yake hizo ni pesa nyingi sana kiasi ambacho wewe uwezi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile utamkataa Muirani. Ukimkataa Muirani, maana yake ni kwamba Irani inadhoofika kiuchumi. Nilikuwa natazama pesa ya Iran, shilingi moja ya Iran ni sawasawa na dola ya 0.00 ya dola ya Kimarekani. Yaani maana yake pesa ya Kiirani haina thamani yoyote. Yaani namna Marekani anavyomwekea vikwazo Muirani ili aweze kumporomosha kiuchumi. Kwa hiyo ndio mtu pekee ambaye hivi sasa anayemsumbua kichwa na anajaribu kuona namna gani anaweza kumdondosha ili aweze kuishika Middle East. Mtu pekee ambaye anapambana kuisaidia Middle East, Mashariki ya Kati hivi sasa ni Iran. Ndiyo nchi pekee ambayo inapambana, sio Russia, sio China, ni Iran pekee yake. Maana katika watu wanafiki duniani, China na Russia na wenyewe ni namba moja. Katika watu wanafiki duniani, China na Russia namba moja. Wewe ukitaka kujua yule Russia naye ni mnafiki, tazama alivyomwacha Maduro. Nicolas Maduro namna alivyokuwa amemwacha. Alikuwa msaiba wake na alikuwa akimpa protection ya security. Lakini jamaa wameingia wameenda kumchukua kama kuku, kisha Russia kakaa kimya. Wakati alikuwa ndio mtu ambaye anamprotect, ni mtu ambaye alikuwa anampa rasilimali za Venezuela yule Nicolas Maduro, lakini kaenda kuchukuliwa kamwacha. Mtazame yule Bashar al-Assad yule. Russia alikuwa mshirika wake, lakini walipoingia wa Marekani
na yale makundi ya IS. Russia kamwacha Bashar al-Assad, leo kampa ukimbizi katika nchi yake, anaishi Russia. Kwa nini kashindwa kwenda kumsaidia kupambana na Marekani? Akaangushwa. Kwa hiyo naye hana urafiki wa kudumu. Kwa hiyo Middle East inatetewa kwa asilimia kubwa na Wairani, na ndio nchi pekee iliyothubutu kuweza kuishambulia Israeli. Tunatambua katika vita ya siku 12 miezi kadhaa nyuma iliyopita, Irani ilipigana vita na Israeli, vita vya siku 12, kitu ambacho hakijawahi kufikiriwa kwamba siku moja Tel Aviv inaweza kuja kuguswa na mabomu. Irani amethubutu kuingiza mabomu katika ardhi ya Tel Aviv. Yani Israeli amepigwa na Mwirani katika ardhi yake. Yani ana teknolojia kiasi ambacho mpaka Waisraeli wakaanza kujiuliza kwamba ana teknolojia ya aina gani mpaka Iron Domes, ile mifumo ya kuzuia mabomu, ikawa inashindwa kuzuia mabomu ya Iran, yakawa anaingia katika ardhi ya Israeli. Nchi iliyobakia ni Irani peke yake, na ndio Marekani anahangaika nayo. Na juzi wakati anaingiza waandamanaji, kulikuwa na mamluki ndani yake, hawakuwa raia wa kawaida, kulikuwa na mamluki kama unavyoona maandamano yetu ya Tanzania yale, kulikuwa na mamluki ndani yake wameingia. Na Irani ni hivyo hivyo. Unajua watu wa magharibi wakiwa na mipango yao, turufu yao ya kwanza wanayoitupa kwanza inakuwa ni kuwafanya watu waandamane. Tazama Libya kwa Muammar Gaddafi ilianza maandamano. Tazama kwa Bashar al-Assad yalianza maandamano. Tazama kwa Saddam Hussein yalianza maandamano kwa raia. Tazama kwa Omar al-Bashir yalianza maandamano kwa raia. Yani mataifa ya Ulaya yakitaka kufanya sabotage, kwanza yanaanzisha vuguvugu, wana create propaganda ya kuwaprovoke raia ili waingie barabarani kwenda kuandamana, kisha wanapindua ile serikali. Ndio mfumo wao wanaotumia. Na Irani ndio hivyo hivyo. Sasa kuna watu wakawa wameingia mule ndani, Irani wakashtuka ule mchezo. Baada ya kufeli plani ile A ya maandamano kupindua serikali, plani waliobakia nayo Marekani hivi sasa ni kuivamia Irani, kwa sababu ndio nchi kikwazo kwa Middle East hivi sasa, ndio nchi kikwazo. Kwa hiyo plani waliokuwa nayo hivi sasa ni kuivamia kijeshi Irani. Lakini swali linakuja, tunaivamiaje kijeshi Irani, nchi ambayo ina nyuklia, nchi ambayo ina teknolojia kubwa? Wakati Irani anakwenda kuvamiwa, wakati Irani juzi maandamano yanatokea, Irani alizima internet. Unajua sehemu ambazo hutumika kuweza kuwaprovoke, kuatia moto raia ni katika mitandao. Hata hapa kwetu wakati watu wanashawishiwa ilikuwa ni kwenye mitandao, lakini ukikaa huko nje, ila kwenye mitandao huko ndio watu wanashawishiwa. Sasa ni sehemu pekee watu wanatumia kushawishi watu, na wenzetu wa Ulaya wameinvest kwenye media. Yani kuna baadhi ya media huwa zinatumika kushawishi watu kupindua baadhi ya serikali. Hii mitandao mnaiona Instagram, mnaiona Twitter, mnaiona Facebook, ni mitandao iliyowekwa kimkakati, na ndio maana wamiliki wake wengi ni Mayahudi. Yani ukitazama ile Facebook, mmiliki wake ni yule Mark Zuckerberg, ni Myahudi. Ndio maana leo ukitaka kujua ile ni ya Myahudi, ukichukua jambo lolote lile ambalo linaisema vibaya Israeli, ukiposti kwenye Facebook, mara ya kwanza wanakuachia, mara ya pili wanakuachia, mara ya tatu unaetewa warning kwamba hauruhusiwi kutuma maudhui hiyo. Ukirudia tena akaunti yao wanaichukua. The same na kwenye Instagram vile vile. Yani wale Meta ni Mayahudi. Kwa hiyo mitandao mingi ambayo leo duniani tunaitumia ni mitandao ya Mayahudi. Kwa hiyo watu wa Ulaya wakitaka kufanya sabotage ya taifa fulani huwa wanatumia mitandao. Irani akazima mtandao, akazima internet. Alipozima internet, kuna kitu kinaitwa Starlink. Yule Elon Musk ameanzisha kitu kinaitwa Starlink. Yani mnaweza kupata internet pasipo kutumia ule mkonga wa taifa au internet yenu ya taifa. Kwa mfano Tanzania mkizimiwa
internet. Kama kuna Starlink ipo hapa, mnaweza kupata internet, japo serikali wanakuwa wamezima internet. Sasa yule Elon Musk akawasha Starlink ili watu waweze kupata access ya kuweza kuangalia mambo yanavyoenda. Irani, ajabu ni kwamba teknolojia aliyokuwa nayo akaenda akaingilia mifumo ya Starlink. Marekani akachanganyikiwa kwamba ana teknolojia ya aina gani Mwirani mpaka anaweza kuingilia mifumo ya Starlink, na ni mifumo ya Kimarekani. Kwa hiyo Marekani anaogopa namna gani ataweza kwenda kumvamia Mwirani. Ndio swali lake la msingi mpaka hivi sasa. Japokuwa ndani ya Iran kuna mashushushu au maagent, maagent wa Mossad, kuna mashushushu au maagent wa CIA wapo ndani ya Iran. Unajua Mossad na CIA ni mashirika ya kijasusi makubwa ya Israeli na Marekani, na mara nyingi wakitaka kufanya mapinduzi au kufanya sabotage katika nchi huwa wanatumia mawakala wao hao wa Mossad au CIA ndani ya taifa fulani. Na ndani ya Irani hao walikuwepo, lakini Irani waliweza kuwashtukia. Mpaka hivi tunavyozungumza washafariki watu 500 tayari. Katika hao waliokuwa wanatumiwa kutaka kufanya mapinduzi katika nchi, watu 500 washafariki. Watu 500. Kwa hiyo wameshindwa. Na juzi nilikuwa natazama yule mkuu wa kitengo cha mipango ya kivita wa Marekani, walikuwa wamekaa na wenzake, walikuwa wanatafakari waone namna gani wanaweza kuivamia kijeshi Irani, na mpaka muda huo wamekosa majibu. Na Irani kupitia msemaji wao wametoka hadharani wakasema kwamba shambulio lolote litakalokuja dhidi ya Irani, basi Irani wataifuta kwenye uso wa dunia Israeli. Na unapozungumzia Israeli kwa Marekani, maana yake unazungumzia mtoto wa mwisho, maana yake mtoto pendwa kwa Marekani. Maana yake ndio bezi yake Marekani. Israeli maana yake sio nchi. Maana yake wale ni wa Marekani na Ulaya wameweka pale maisha yao kwa kuitawala Middle East. Kwa hiyo ukilipua au ukiondosha ile, maana yake umemuondosha Marekani. Kwa hiyo Irani kashaweka naye angalizo lake kwamba shambulio lolote dhidi ya Irani ataisambaratisha Israeli. Na mfano katika vita vya siku 12 Irani amewaonyesha kwamba naweza kupiga, nikiwa nipo Irani napiga Tel Aviv. Kwa hiyo maana yake ni wazi kwamba Irani anaweza kuisambaratisha Israeli.